Saa za Afrika Mashariki, karibu kwenye taarifa za TV47 matukio awamu hii. Tukufahamishe ni yepi yamejiri kutoka kaunti mbalimbali, uzidi kumakinika na kufahamu ni kipi kinafanyika karibu na eneo uliko. Hivi sasa mtazamaji, moja kwa moja tukufahamisha wanakwetu wananiita Joash Onsare. Familia ya Susan Nyaboke imethibitisha kuwa mwili uliopatikana katika hospitali ya Machakos Level 5 ni wa binti yao baada ya kumtambua kupitia miwani aliyokuwa ameivaa. Inadaiwa kuwa Susan aliuliwa kikatili na aliyekuwa mpenzi wake kufuatia mzozo wa kimapenzi. Tukio hilo limezua simanzi na ghadhabu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku idara ya ujasusi ikianzisha uchunguzi kubaini chanzo kamili cha mauaji hayo. Susan Locho anaarifu. Ikiongozwa na babake, familia ya Susan Nyaboke iliwasili katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Machakos Level 5 na kuthibitisha kuwa mwili mmoja uliohifadhiwa humo ni wake Susan. Hapo hali ya majonzi ikatawala. Babake Susan, Peter Odari, anaeleza uchungu wa kumpoteza mwanawe wa pekee na sasa amesalia na mjukuu mmoja katika hali ya sitofahamu. Baadaye nikapigiwa simu nikiwa huko Limu, nikaambiwa Susan Nyaboke ameuliwa na jamaa mwenye alikuwa bwana wake wa zamani. Sasa mimi sikujua mbona akaamua kumuua. Anaeleza jinsi mwanawe mara kwa mara alilalamikia dhulma za nyumbani kutoka kwa mumewe na kuamua kugura ndoa hiyo kama njia ya kujinasua kutoka kwa mateso haya na kwenda mjini Machakos kutafuta amani na kazi. Mimi sina mtoto mwingine, huyu alikuwa tegemeo yangu. Sasa mtoto amewacha mjukuu, mimi ndio huwa nampeleka shule asubuhi, ndio ninamrudisha. Sasa sijui nitafanya next. Lakini hatima yake ikafungwa siku ya Jumatatu jioni pale alipokumbana na anayedaiwa kuwa mchumba wake wa zamani katika eneo la Mwania. Alipata kumkata na kumuua, na wale walikuwa karibu kwa sababu ni soko hapa tuko. Ikawa ni jambo la kuhuzunisha, na kwa haraka watu wakakusanyika na wakamkamata muuaji mwenyewe. Jamaa huyo alidaiwa kumvamia kwa upanga, kumkata shingoni kabla ya wananchi wenye hasira kumvamia na kumwangamiza papo hapo. Tumeshukuru askari ambao tumewaita na wakaja haraka kwa kuokoa, lakini haikuweza. Wamepata tayari jamaa ameuliwa, na pia ni kisa ambayo imetughadhabisha sana. Vijana katika mahusiano sasa wanahimizwa kutafuta njia mbadala ya kutatua mizozo bila kufikia kiwango cha hasira na mauti. Kwa wanaume na walio kwenye ndoa na marafiki wanaozana, kama umeona ndoa ama urafiki uwezi, tafadhalini mwache mwenzako aende atafute maisha. Idara ya ujasusi imeanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha mzozo huo wa kimapenzi uliogeuka mauaji ya kutisha. Susan Locho, runinga ya TV47. Tuangazie mengine kama